Tuna aina mbili za mahusiano kwa mwanadamu. Tuna mahusiano ya vertical relationship na tuna horizontal relationship. Vertical ni mahusiano kati ya Mungu na mwanadamu, lakini horizontal ni mahusiano kati ya mtu na mtu mwenzake. Sasa mahusiano kati ya Mungu na mwanadamu hayakumtosha Adamu. Nisikie vizuri, hayakumtosha Adamu. Maana Adamu tayari alikuwa na mahusiano yeye na Mungu wake. Akaamua amtengenezee mahusiano ya horizontal, yeye na watu. Sasa kipimo cha mahusiano ya yeye na watu, akamletea mke ambaye ni Eva, ili kwa kuishi vizuri na huyo mtu, kwa kuishi vizuri na mwanadamu, ndipo Mungu ajue kwamba huyu mtu amenipenda vizuri. Maandiko yako mengi, Pastor Butoke atatufundisha vizuri kwamba ikiwa unataka kujipima, nisikie vizuri, ikiwa unataka kujipima kwamba wewe unampenda Mungu, angalia unavyowapenda wanadamu wenzako. Hawezi kusema kwamba mimi nampenda Mungu, ninafunga mara ngapi, mimi ni Mkristo, mimi ni mtu wa imani, halafu wanadamu wenzako hauwapendi. Na sio wanadamu tu, wale mlioko kwenye ndoa. Kipimo cha kwanza kwamba wewe unampenda Mungu ni vile unavyompenda mwenzi wako wa maisha. Walionisikia waseme amina. Na hapa ngoja niwape challenge. Kuna watu wanadhani wanampenda Mungu kuliko mke wake. Watumishi mnaonisikiliza wa madhehebu mbalimbali, ninaomba hii muisikie vizuri. Ni makosa makubwa kupenda kanisa, kupenda huduma yako wakati mke wako haumpendi. Tena ngoja nikupe hatari mbaya zaidi. Hicho kitu tunakiita ni uzinzi. Unaniuliza, Pastor, unamaanisha nini? Maana kanisa ni mke wa Mungu, halafu wewe umependa mke wa mwingine kuliko mke wako. Huo ni uzinzi. Na habari mbaya ni hii hapa. Mungu anasema yeye ni Mungu mwenye wivu, kitakuramba. Lazima umpende kwanza mke wako, ndipo upende na kanisa la Bwana. Usijifanye huko bize na huduma, no. Mungu anakuangalia, anasema nakuangalia tu unavyojichoresha. Maana kama unampenda Mungu, penda kwanza mke wako. Na hili ninaomba waumini pia mnisikie vizuri, wa madhehebu yote. Kuna kosa linafanywa na waumini wengi. Anaheshimu mchungaji kuliko mume wake. Ana uwezo wa kumsalimia mchungaji, amepiga magoti na mikono ameinua, baba mchungaji, baba Bwana asifiwe. Lakini mume wake anamsalimia kama anasalimia bango la mji. Hiyo ni dhambi. Heshimu kwanza mume wako, alafu ndipo kamheshimu mtumishi wa Bwana. Yes. Na wengine wanaenda mbali zaidi. Haya madhehebu, Mungu atusaidie sana. Mwanamke anatoka kanisani, hajadeki nyumba yake, anakimbia kwenda kudeki kanisa. Anakwenda kunyosha nguo za mchungaji, hajanyosha za mume wake. Anaenda kuandaa chai ya watumishi, hajaandaa chai ya mume wake. Ni makosa. We mama nani, unanisikia vizuri? Ni makosa makubwa. Na right, kama dunia ya leo, kauli zinazotolewa kwa watumishi tungezitoa na kwa waume. Nataka niwaambie hakuna mwanamume ambaye nataka niwaambie hakuna mwanamke ambaye angepigwa kwenye ndoa wala kuachika. Yaani unavyokwenda kwa mtumishi, umeenda kumtengea chakula, akimeza tu vibaya maji akataa kuparia, pole mtumishi, umeumia, nikuletee nini? Basi ungekaa karibu na mume wako naye ukampetipeti, hivyo dunia ingekuwa mbingu kwa jina la Bwana. Hicho kitu. Kwa hiyo sikiliza, ukitaka kumridhisha Mungu kwamba unampenda, ndio utafunga na kuomba, ndio utatoa zaka na sadaka, ndio utaswali mara 5 kwa siku. Lakini sikiliza, kipimo cha kwanza cha kumpenda Mungu, mpende mwenzi wako kwa jina la Bwana. Hicho. Tuna wanaume wengine nao ni pasua kichwa. Kanisani anatoa michango sana. Yaani wakisha sema tu ujenzi, ameshatoa. Mimi nondo 10. Ila mke wake akiomba mahitaji, hadi akafunge na kuomba. Huyo mwanamume naye Mungu amuokoe kwenye mkutano huu. Kipimo cha pili, sikiliza, kipimo cha pili cha ndoa kinaitwa ukomavu wa akili.
Unapopewa ndoa, umepewa kipimo cha ukomavu wa akili. Nataka nikwambie ushahidi upo. Nimesoma tafiti za vyuo 4 ambavyo naomba nisivimention hapa, na nimesoma maandiko katika Biblia, Agano la Kale na Jipya. Wazazi walipogundua kwamba kijana wetu amekomaa, walimpa ndoa. Kwa hiyo akiaminiwa kwamba amekomaa, anapewa ndoa. Na katika hivyo vyuo vimetafiti vikagundua kwamba walioko kwenye ndoa wanaimarika akili kila itwapo leo. Baba, kwenye ndoa hatuendi kinyumbunyumbu. Yaani unapanga maneno. Umechelewa kwa rafiki yako, unakuja na maneno yaliyopangika. Unajua hili swali utaulizwa, lazima ueleze. Ila mabachara wanarudi nyumbani kinyumbunyumbu, maana hana wa kumuuliza. Kwa hiyo anarudi ufalme ni wa kwake. Ndoa ni kipimo cha ukomavu wa akili. Sikiliza nikwambie, Mithali anasema hivi, sura ya 24 mstari wa 3, anasema nyumba hujengwa kwa hekima na kwa ufahamu huthibitika. Sasa unasema mchungaji, unamaanisha ni unaposema ndoa ni kipimo cha ukomavu wa akili? Angalia maneno haya 5. Namba 1, ndoa hukufanya uwe na uwezo wa kufanya maamuzi. The ability to decision making, uwezo wa kufanya maamuzi. Na hapa ndipo ndoa nyingi sana zinaharibikia. Tatizo la muda mfupi unalipa maamuzi ya muda mrefu, na tatizo la muda mrefu unalipa maamuzi ya muda mfupi. Kwa hiyo kwenye ndoa, chunga sana unavyofanya maamuzi. Ngoja nikupe haka kakisa. Mzee mmoja kwenye makanisa yetu haya alikutana na mzee mwenzake, walikuwa kwenye kazi za kanisa. Yule mzee akamuuliza, wake zao walikuwa wanaleta chakula kule kwenye kazi za kanisa. Sikia vizuri. Sasa mke wake akachelewa kuleta chakula. Akamuuliza jirani, rafiki yangu, mbona wewe mke wako anakuheshimu sana, analeta chakula mapema? Yule mzee akamwambia, nyinyi mnajifanya Wakristo mno. Piga mwanamke ndipo atakapokuheshimu. Yule mzee akatoka pale bila kuchanganya za kwake, akapiga mke wake mpaka akapasua mfuko wa uzazi. Sasa amekamatwa, wakamweka loka hapo mahabusu miezi michache ili kesi funguliwe. Anaporudi kanisani, wamekaa kumuondoa ushirika. Ndipo anawaambia, kabla hamjanifuta ushirika, mfuteni na mzee fulani, ndiye aliyeniambia na yeye huwa anapiga mke wake. Mzee akasema, sikiliza, mke wangu naye ni mtu mzima, muulizeni kama nimewahi hata kumfinya. Mama anasema, wala huyu baba wa watu hana shida. Ndoa nyingi zinavunjwa kwa kukoswa akili. Ukiona watu wameshikana mikono wanakuja kanisani, unasema, oh dadi, na mimi natamani tushikane mikono. Unajua type ya mume uliye naye? Umeona? Tena ngoja, katikati ya juma hili nitazungumzia habari za runinga. Watu wanaangalia kwenye runinga, watu wanakula kuku kwa uma na visu, wanabebana mgongoni. Halafu anasema, aha, sasa sikiliza, na mimi baba fulani naomba nibebe. Mkuria kubebe. Wakuria ni watani wangu. Nataka kubebwa. Kwa hiyo chunga matatizo unavyoyasolve. Namba 2, ndoa inakukomaza akili kwa sababu inadhibiti mihemuko. Nisikia vizuri. Mhemuko kwenye ndoa unatulizwa. Ukiingia kwenye ndoa na mihemuko hautoboi. Anakuudhi lakini bado ni mwenzi wako. Wamama mlioko hapa mtanielewa sana. Una kisirani naye lakini bado unamwambia, baba fulani karibu maji ya kuoga. Hata kama umenuna lakini maji umepeleka. Na hakuna chakula utapeleka. Chote, chakula cha aina zote utapeleka. Na maanisha cha asubuhi, mchana na jioni. Usiwahi ambako sijafika. Kwa hiyo unatuliza mihemuko kwenye ndoa.